Naitwa Ahmed Naheka, ni mwenyekiti wa umoja wa machinga halmashauri ya mji Newala. Halmashauri ya mji Newala una kata 16 ambazo hizi zina wafanyabiashara ndogo ndogo. Hii umoja wa machinga tunasimamia wafanyabiashara ndogo ndogo katika halmashauri ya mji Newala ambao una kata 16. Pamoja na usimamizi huu, serikali imetupatia ofisi ambayo ndio hapa tulipo. Hii ni ofisi ya umoja wa machinga. Tunaratibu shughuli za wafanyabiashara ndogo ndogo katika halmashauri ya mji Newala. Jambo moja ambalo tumelifanya hapa mjini Newala, ukiacha huko vijijini ambako sasa hivi mara nyingi tunakwenda tu kutoa elimu ya umoja wa machinga ni nini, alafu baadaye tunarudi hapa mjini. Lakini hapa mjini tumeanza kufanya kazi kwa nguvu kidogo, na kitu kikubwa ambacho tumekifanya hapa mjini ni kuliboresha soko la machinga ambalo sasa hivi linajulikana kama ni soko la bandari kavu. Lile eneo tunalisimamia, halmashauri imetupa ili tuweze kulisimamia. Kwa hiyo shughuli zote zinazofanyika pale tunafanyika chini ya umoja wa machinga. Pale kwanza tulivyokuwa tumekabidhiwa lile eneo, palikuwa na vibanda kama 19 tu, na palikuwa pamejengwa ovyo ovyo, sababu vibanda vingi vilikuwa vimefunikwa maturubai ambayo hayakuwa bora sana, na bidhaa zilikuwa chache sana, na wengi walikuwa wanapanga chini. Kwa hiyo tulivyokabidhiwa sisi tumechukua hatua ya kuboresha lile eneo. Kwa hiyo tukapima na kuwagawia wale ambao, kwanza kabisa wale ambao walikuwa wanafanya biashara pale, na tulipata vibanda 36. Kwa hiyo ina maana kwamba tuliongeza uwezo wa soko kutoka vibanda 19 ambavyo vilikuwepo mwanzo mpaka vibanda 36. Kwa hiyo sasa hivi pana watu wengi. Ukichukua vibanda 36 ambavyo hivyo ni vya wafanyabiashara ndogo ndogo, alafu na pale pana frame ya halmashauri ambayo wana vibanda 16. Hivyo ni frame ambazo za halmashauri. Kwa hiyo tuna takriban watu kama 52. Hao ni wafanyabiashara tu, watu 52. Lakini hao wafanyabiashara inawezekana inawezekana kwamba wafanyabiashara kama 40 wanaweza kuja na wasaidizi wao. Kwa hiyo utakuta kwamba kuna watu kama 80 au 90 hivi ambao kila siku wanakuwepo pale kufanya biashara. Kwa hiyo hilo ndio moja. Lakini uboreshaji huu haukufanywa na halmashauri. Uboreshaji huu umefanywa na wenyewe wafanyabiashara, kwamba baada ya kupima tukawagawia yale maeneo, wenyewe wakaanza kujenga. Na kwa kibanda cha chini kabisa ambaye mtu ameweza kujijengea pale kinagharimu kama shilingi 350,000. Lakini kuna kibanda ambacho kimefikia mpaka shilingi 1,200,000. Wameboresha pale, na hilo banda ni la chuma, nguzo wameweka za chuma, kila kitu pale ameweka ni chuma, kila kitu, mpaka viti ameweka vya chuma. Sasa hilo banda ni kwamba sio la moja kwa moja, yani permanent, hapana, sababu ni limefungwa pale pale, limetengenezewa kiwandani, afu likaletwa pale, bomba tu zimeletwa pale ndio likaja kufungwa pale. Kwa hiyo hata akiambiwa ahame, yeye ni kazi yake ni kufungua tu na kuweza kuhama. Kwa hiyo katika vibanda hivyo 300 na vibanda 36, kwa ukichukua minimum ya kila kibanda gharama yake ni 350,000, utakuta kwamba kuna kama milioni 12. Sasa hiyo ni gharama ya pale bandari kavu sasa hivi. Kwa hiyo uwekezaji uliofanyika pale ni milioni 12 sasa hivi. Kwa hiyo ni uwekezaji mkubwa sana uliofanywa na umoja wa machinga. Kwa milioni 12 kwa wafanyabiashara ni uwekezaji mkubwa sana.
lakini pale sasa hivi tuna changamoto, vibanda vimeisha na wafanyabiashara wameshaanza kufanya biashara zao pale. Kutokana na uboreshaji huu sasa hivi kidogo watu wameshaongezeka. Yeah. Customers wale wameshakuwa wengi sasa hivi, wateja wamekuwa wengi, wameongezeka sana sasa hivi. Na vile vile ni kwamba soko lilikuwa linafungwa labda saa 11, saa 12 wakati wa zamani, lakini sasa hivi watu wanakwenda mpaka saa 2, na ni kwa sababu tu ya kwamba hakuna umeme, na ndio maana watu wanafunga mapema. Lakini endapo tutapata umeme, basi banda lile pale sokoni inaweza kwenda biashara hata mpaka saa 4 au saa 5, na tunategemea labda wakati wa msimu, mpaka wakati wa msimu inawezekana kwamba tukawa tumefikisha tumepata umeme, basi banda linaweza kuendelea labda mpaka asubuhi. Changamoto tulizonazo pale kwa sasa hivi, changamoto ya kwanza kabisa ambayo ndio kubwa ni choo. Pale bado hatuna choo, kwa hiyo bado wafanyabiashara pale wanapata shida sana kwenda kujisaidia katika vyoo vya soko kuu, ambapo pale kidogo ni mbali. Kwa hiyo tungeweza kujengewa soko pale pale jirani na pale, inakuwa ni rahisi zaidi. Na huo mpango tayari umeshafanyika, na choo tayari pameshapimwa pale, na tumeshaahidiwa kwamba choo kitajengwa, na mimi mwenyewe nimeshafuatilia sana choo, na lishapitishwa kwenye baraza la madiwani kwamba pale pajengwe choo. Lakini tatizo kubwa sasa hivi tulionalo ni fedha. Halmashauri anasema kwa sasa hivi fedha bado, na unajua tena huu ni mwanzo wa mwaka wa serikali. Kwa hiyo kidogo mifumo haijafunguliwa, na lazima wakae vizuri, waweke mahesabu yao vizuri, na ndio uwezo pale. Lakini swala hilo halina tatizo la choo. Tatizo lake ni kusubiri tu pesa, na mara ya mwisho kabisa nilipofuatilia ni kwamba hata yule mtu anayefuatilia hizo fedha tayari yupo, ameshakabidhiwa kufanya hiyo kazi. Changamoto ya pili ni changamoto ya umeme. Sasa hivi eneo la bandari kavu halina umeme, kwa hiyo kidogo biashara pale usiku hazifanyiki, ingawa wenyewe wale wafanyabiashara wanapenda sana wafanye kazi mpaka usiku, lakini inashindikana. Ni baadhi tu ya wachache ambao wameweka pale taa za sola ndio zinafanya kazi. Kwa hiyo wao walioweka taa za sola angalau wanaweza kufanya kazi mpaka saa 2 alafu wakaondoka. Lakini kama kungekuwa na taa, labda kungekuwa na umeme umeshafika pale, nadhani kazi zingekuwa zinaendelea mpaka saa 4. Jitihada zipoje sasa wako kama mwenyekiti? Ya, sasa hili la umeme tumeshafanya jitihada. Sisi wenyewe kama sisi tumeweza tulikaa kikao tukasema kwamba tuchangishe ili kuweka umeme, kitu ambacho wenyewe wafanyabiashara walikubaliana. Kwa hiyo tukajaribu, mimi nimejaribu kupata gharama jumla. Kwa hiyo tumeona kwamba gharama za TANESCO peke yake ni kama 321 kuvuta umeme kutoka kwenye service line kuweka kwenye mita, na kutoka kwenye mita kwenda kwenye vibanda inaweza kuchukua kama shilingi kama 700,000 hivi au 8. Sasa hivyo vyote hivyo ni kama milioni 1 na kitu hivi, ambazo wenyewe wafanyabiashara walisema kwamba tupeane muda ili tuweze kuchangia hiyo gharama. Ina maana hadi sasa hivi mmefikia wapi? Kwa sababu baadhi ya wafanyabiashara wamedai wameshachangia, nadhani ni shilingi 15,000 bila shaka. Ya 16. Yeah. Haya, hatua imefikia wapi, kwa maana kwamba waliochangia wangapi na kiasi gani ambacho kimepatikana hadi hivi sasa? Bado hazijachangwa kwa sababu waliniambia mimi ndio nikusanye hizo pesa, na mimi nimeshawakumbusha mara nyingi, lakini bado wanasema kwamba hali ni ngumu. Na ni kweli ukiangalia vibanda vimejengwa, wafanya biashara wale ni wadogo, mtu ametoa 400,000 kujenga, alafu baadaye tena uanze kumchangisha tena kitu kingine. Kwa hiyo tulipeana muda mpaka mwezi wa 7 mwishoni iwe mwisho, lakini mikopo ipo ya aina mbili. Kuna mikopo ile ya halmashauri
na kuna mikopo ya machinga. Sasa mikopo ya machinga kwanza zamani ilikuwa haitolewi pale kwa sababu watu wa benki ambao wamekabidhiwa hizo fedha walisema pale bado hapakuwa rasmi katika kufanyia biashara. Kwa hiyo walikuwa hawana uhakika kama pale inawezekana watu wa pale wakaweza kupata mikopo kwa sababu sio rasmi. Lakini sasa hivi kwa sababu pamekuwa rasmi na wamepaona pameboreshwa na halmashauri inaingiza gharama ya kujenga choo, kwa hiyo sasa hivi wamethibitisha kwamba pale ni eneo rasmi la machinga. Kwa hiyo changamoto sasa hivi iliyobaki ni wenyewe wafanyabiashara kwenda benki na kwenda kuomba hiyo mikopo. Lakini sasa kuna baadhi ya watu pale hawana namba ya NIDA. Sasa hilo ndio changamoto nyingine. Walio wengi pale hawana namba za NIDA. Kwa hiyo tumejaribu kuwasisitiza kwamba wajaribu kufanya process za NIDA ili waende wakapate mikopo. Na wale ambao wenye namba za NIDA wapo wachache ambao tayari walishapeleka maombi yao na wapo ambao tayari wamepata na kuna wengine ambao zipo kwenye process. Kwa hiyo ili changamoto za mikopo kwa kweli kwa upande wa machinga, mikopo ya machinga sioni kama ni tatizo kubwa. Labda kama hili la mikopo ya halmashauri kwa sababu kule inatakiwa kuwe ni vikundi. Ya, sasa vikundi walio wengi pale wafanyabiashara kidogo naona kama hawapo tayari kuweka kikundi. Wanaogopa changamoto nyingi ambazo zinatokea ya kutoaminiana. Lakini mikopo ya machinga kwa sababu ni mtu mmoja mmoja, kwa hiyo hilo halina tatizo. Nafikiri yeyote yule ambaye anahitaji mkopo na yupo pale bandari kavu ni kiasi tu cha kwenda pale benki kwa sababu vitambulisho wanavyo, waende benki na kitambulisho tu kile cha machinga au irisi. Kama amepata risiti basi awe na ile risiti ya machinga, aende pale akajitambulishe, watakuja kumkagua, alafu anaweza kupata ule mkopo. Hiyo haina tatizo, lakini tatizo niliyokutana nalo sasa hivi ni kwamba wengi hawana namba za NIDA. Kwa hiyo na wale ambao hawana namba za NIDA ndio hasa wenye shida ya kupata mikopo. Kwa hiyo nimejaribu kuwashauri kwamba wafanye jitihada za kupata namba za NIDA ili waweze kupata mikopo. Sawa sawa. Yeah. Lakini lingine ni changamoto nyingine ambayo pale niliwashauri tu, lakini ni kuweka bima. Hilo nilikuwa ni ushauri wangu mwenyewe binafsi kwamba niliona kwamba kuna masoko mengi yanapata tatizo la moto. Masoko mengi yanaungua moto na yakishaungua moto pale mfanyabiashara anakuwa hana tena mtaji. Kurudi tena kwenye biashara pale inakuwa ni kazi kubwa sana. Kwa hiyo nilijaribu kuwashauri kwamba wajaribu kuweka bima. Kila mtu ajiwekee pale bima. Kwa hiyo mtu kama anapenda kupata maelezo ya bima basi nilikuwa tayari kumpeleka kwenye makampuni ya bima. Mojawapo ni benki, unaweza kwenda pale NMB ukapata maelekezo ya bima. Au na mimi nilikuwa nalifikiria hilo kwamba eneo lote lile labda niende nikazungumze na watu wa bima waone kwamba eneo lote lile linaweza kugharimu kiasi gani kuliwekea bima kama soko zima badala ya kumwekea bima mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo hilo bado sijalifanya, lakini ninalifuatilia kwamba tutaenda kuulizia ili niweze kujua kwamba bima pale itakuwa kiasi gani watapokuja kukagua, alafu tuweze kujua kama je, kile kiasi ambacho tunatakiwa tulipe kinawezekana tukalipa, je tunaweza kuchangia. Hilo nalifuatilia ili liweze kufanikiwa. Nimeona hilo la msingi sana la bima liweze kufanyika ya. Kwa hiyo hizo zilikuwa ndio changamoto ambazo zilizopo. Sawa mwenyekiti, kwa ujumla wake sasa kwa leo hii tarehe 6 tunazungumza mwezi wa 8 tunaelekea kumaliza mwaka. Soko la bandari kavu unawaambia nini sasa wafanyabiashara wa eneo lile juu ya miundo mbinu ya pale kwa ujumla wake? Ya, asante ndugu mtangazaji. Kwa soko la bandari kavu kwa sasa hivi mimi naliona kwamba ni soko ambalo lina mwelekeo mzuri. Na wafanyabiashara nawapongeza. Mimi kwanza nawapongeza sana kwamba mambo yote yamekwenda vizuri sana, sivyo ambavyo mimi nilivyotegemea.
Nilitegemea labda kutakuwa na matatizo makubwa sana, msuguano utakuwa mkubwa sana, watu watagombana sana katika kugawa viwanja, lakini ugawaji umekuwa ni mzuri na umekwenda vizuri na hakuna aliyelalamika. Kwa hiyo mimi nawaomba tu kwamba tuendelee kufanya biashara vizuri. Lakini kitu kikubwa, haya mambo ambayo tunapeana kielimu, kwa mfano haya masuala ya bima, masuala ya haya ya umeme, masuala ya kutunza kumbukumbu za biashara, hizo ni elimu ambazo tunapeana, wajaribu kufuatilia ili waweze kukua, kwa sababu nia kubwa ya serikali ni kwamba hawa wamachinga waweze kukua, wao wafanyabiashara wakubwa. Sasa huwezi kuwa biashara mkubwa kama huna elimu yenyewe ya kibiashara. Kwa hiyo tupate elimu ya biashara ili tuweze kukua na tuweze kuisaidia serikali katika ulipaji wa kodi. Shukrani sana mwenyekiti. Asante sana. Labda lingine, ndugu mtangazaji, ni kwamba niwajulishe tu wananchi wanaonisikiliza kwamba baada ya kutoka bandari kavu, tukishamaliza shughuli zote za bandari kavu na bandari kavu ikakaa vizuri, sehemu ya pili tunayofuata katika uboreshaji itakuwa ni soko la stendi. Kwa hiyo soko la stendi, wafanyabiashara wa soko la stendi wakae tayari kufanya haya marekebisho. Kwa hiyo kutakuwa na marekebisho makubwa pale, na tutajenga vibanda kama tulivyojenga hapa bandari kavu. Kwa hiyo tunawaomba tu kwamba wajiweke tayari, muda wowote kati ya mwezi huu au mwezi ujao tunaweza kuja tena soko la stendi tukafanya hayo marekebisho. Na katika kufanya marekebisho, najua kuna ubomoaji. Kuna vibanda hivi vingi vitabomolewa ili tuweze kupima na tuweze kuweka vizuri katika plani ile ambayo tungependelea. Kwa hiyo wajiweke tayari, na la msingi kabisa ni kwa sababu haya maeneo yamekabidhiwa kwa umoja wa machinga, basi tungependa sana kwa kila mtu ambaye ni mfanyabiashara katika maeneo haya awe mwanachama wa umoja wa machinga. Hatutampa mtu eneo ambaye siye mwanachama wa machinga, kwa sababu haya maeneo ni ya kwetu. Kwa hiyo lazima na sisi tusisitize hilo kwamba mwanachama wa machinga ndio atakayeweza kupewa haya maeneo. Kwa hiyo tutakapoanza kupima, basi tuhakikishe kwamba kila mtu mfanyabiashara basi ni mwanachama wa machinga. Hilo ndio la msingi. Na kama hayo maeneo mawili yatakuwa yamejaa, basi eneo la tatu tutarudi huku kata ya Nangwala, eneo moja la mchungaji Matola. Kuna eneo pale lipo wazi mbele ya kanisa la mchungaji Matola. Zamani wanasema ilikuwa ni soko, walikuwa wanaita soko sela. Nalo lile vile vile tumekabidhiwa umoja wa machinga. Kwa hiyo kama haya maeneo mawili yatakuwa yameshajaa, basi tutarudi pale kwenda kuweka soko nalo la machinga. Kwa hiyo labda ni hayo tu, ningependa kuwajulisha wananchi nini kinachoendelea. Asante sana. Shukrani sana. Yes.